Igwen Media, burudani kwa wote. Naam, karibu mpenzi mtazamaji wa Igwen Media bwana, dakika 90 katika tumekutana na mchezaji maarufu mkongwe wa kabumbu hapa nyumbani, si mwingine ni mwalimu wa timu ya Club United bila kumsahau Ibrahim almaarufu Getre, na leo tulikuja kushuhudia mechi ambayo alikuja na kikosi chake kuja kuchuana kwenye Pesa Cup na ametoka na kupoteza pointi 3 muhimu. Tunakwenda kuangalia kwanza kujua mengi zaidi. Habari yako? Salama kaka. Pole kwa matokeo. Asante shakuwa. Hebu tuambie kwanza, tunakuona leo mwalimu unaingia uwanjani tena. Kulikoni? Hii ni Pesa Cup. Sio kwamba eti ni ligi hizi ambazo tunacheza, ligi za Afrika, ni Pesa Cup. Kwa hiyo inachezesha kila mtu ile. Kwa hiyo hii ligi tuseme kuwa mchezaji yote ile akijisikia anaweza akacheza. Hao ni maveterani. Yaani ikiwa kwenye kijiji chako mchezaji yote yule anaweza kucheza. Na tumeshuhudia kwenye kijiji chako kwenye timu yako ya Club United kuna vijana wamejigawa mara pili, kuna Ashtrua Police na kuna hii timu yako ya usijui wanani pale? Walabata. Hebu tuambie tofauti ni yupi, kwa sababu wachezaji tunaona wa club wanachezea Walabata, pia wanachezea Ashtrua Police. Hii imekaje? Hiyo ni ratiba ambayo tulipewa na mwandalizi wa ligi. Alisema kwamba tusiweke timu kama timu. Kwa hiyo tujaribu kufanyaje kugawa timu. Sawa, yani tuchanganye, tuseme tuchanganye. Ndio kuweka kwamba iwe Club United moja kwa moja, hapana. Inaonekana kwamba ifanyaje ichanganye. Kwa ndio maana tukafanya hivyo. Na tuambie kuhusiana na mechi ya leo ambao umekuja kupoteza pointi 3 muhimu. Tatizo lilikuwa ni wapi? Na tumekuzoea wewe kwenye timu ya D1 na timu ambazo ulipitia zote kwa cheza mbele, lakini leo tunashuhudia unacheza nyuma kama mlinzi mkuu wa timu. Inawezekana ni ufahamu tu. Ni kitu kujifahamu kwamba unaweza kucheza posti zote. Inawezekana. Mwalimu, imetokea nini mpaka ukapoteza pointi 3 muhimu kwa siku ya leo? Imetokea, ni mchezo. Labda mbinu zipi ambazo wenzako walitumia mpaka wakakuzidi kuchukua pointi 3? Tuseme kwanza mwalimu wangu ambaye alikuwepo nje alishindwa kuweka makini sana na sababu. Sababu tulivyoingia kipindi cha pili, nafikiri kwamba kipindi cha kwanza tulikuwa vizuri, lakini kuja kuingia kipindi cha pili sababu ilimkoroga, na baada ya kutoa middle midfield yetu ambayo ilikuwa inatusaidia tulipwaya kweli na tukapata matokeo mabovu kama. Tutarajia nini mechi ambayo inakuja kufuatia baada ya kupoteza? Tutajikosoa, nafikiri kwamba tutafanya marekebisho zaidi. Na mpaka sasa mwalimu wa Club United, umeiona kabombo na umeona burudani, mechi ya kwanza ya Pesa Cup imeanzishwa siku ya leo. Tuambie mapungufu ni yapi umeona kwa waamuzi wa mchezo pia na maandalizi wa ligi ya Pesa Cup? Sijaona mapungufu yote yale. Endapo kwamba wakiendelea hivi, nafikiri kila kitu kitakuwa kizuri. Ndio. Bana, tofauti na Pesa Cup, kuna maneno ambayo anakuwa wanaongea mwalimu wa Club United, mnakuwa kutoka kwenye ligi ambayo inaendelea ya Wakimbizi Cup. Shida ilikuwa nini zaidi sana mwalimu? Hayo ni mambo ya technical. Labda sisi kaingilia, sema tu kuna vitu baadhi viliingiliana. Yaani technical yenyewe ndio unajua mambo kama hayo. Wanadai kuwa eti club wanakosa management, kwa maana wamekimbia kuingia kwenye mashindano haya. Unajua kwamba watu kutokushiriki, kila mtu lazima awe na laki. Kifo waga kinaleta vitu vingi. Kila mtu waga na habari yake. Lazima waseme hivyo. Ila sina uhakika huu, ila technical tu. Benchi la ufundi alikukaa vizuri, ndio maana tukushiriki. Labda ungekuwepo kwenye ligi hii ya wa Umoja wa Wakimbizi Cup, ni pule gani ambao ungetamani uwepo kwa sababu ya kuendeleza burudani na kandanda hapa nyumbani? Kule yote ambayo nginiweka tu, ningeperform tu vizuri. Labda moja katika puli hizo ambazo zipo. Sasa nilitamani sana ningia hata kwenye pule ya Feba pale, ili nipate changamoto zaidi. Ilikuwa ni pule nzuri sana hiyo. Ametamani awe kutana na Feba, Bilombe, Mahuzo, pia Arawan ili aweze kupata changamoto kubwa sana, lakini haikuwepo. Hebu tuambie ligi inayokuja, tutawakosa tena kuwaona kwenye ligi au mtakuwepo moja kwa moja? Hapana, nafikiri kwamba kila kitu kimekaa vizuri. Tarajia kwamba ligi inayokuja tutaperform vizuri. Ligi inayokuja imeperform vizuri. Club United tukisema kuwa mpaka sasa hivi hawapo kwenye ligi, tukienda mazoezi tunawakuta wanafanya mazoezi. Labda maandalizi ndio alikuwa hivyo, lakini sasa hivi tupo kwenye maandalizi. Tunaanza maandalizi, tufike uwanja, tunajua tena uwanja wetu majani mengi, au tufike uwanja, maandalizi yanaanza tu kwa kujiandaa ligi ambayo inakuja hapo mbele. Tulitarajia Club United kuwa haipo kwenye ligi, lakini wachezaji watakwenda kwenye timu zingine kupitia mkopo, lakini tunashangaa kuna timu ya klabu wachezaji wengi wapo na hawakwenda kwenye timu zingine kusaidia kwenda kwenye mkopo. Inatokana na nini hii? Nilishindwa kutoa wachezaji wangu kwa maandalizi zaidi. Manakuwa nikimpeleka mchezaji sitapata tena muda ule wa kuandaa naye, kwa sababu hichi ndio kipindi cha mimi kufanya maandalizi yangu. Kwa hiyo nikisema kwamba wote waende kwa mkopo, ingenipa tena ugumu sana kufanyaje kwa kusanya ili naanze tena maandalizi yangu vizuri. Tumeona maandalizi mnaandaa Club United, unasema kuwa mmepanga maandalizi makubwa sana. Tarajie nini ligi inayokuja? Tarajie kuwaona mnafika finali au kufishia tena robo finali au mzunguko wa 16?
Inshallah ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Hakuna ambao waga na shiriki atamani aishie kwenye hatua makundi. Nafikiri kila mtu lengo lake huwa anafanya kwamba akiingia kwenye ligi lazima afanyeje, afike hadi finali na atoe ubingwa. Asante kwa muda wako. Asante sana. Bwana, nilikuwa naongea na mwalimu wa timu ya Club United bila kusahau mchezaji kongwe wa timu ya D1, pia leo anakuja kucheza kama mlinda mlango wa timu ya Walabata kutoka H ya 3. Bwana, asante kwa muda wako. Mimi ni J4G, umeshasikia mengi zaidi kutoka kwa mwalimu. Bwana, niko na Lopapi nyuma ya kamera ambaye anafanya vitu vinakuwa vizuri zaidi. Asante ambao shasabu, sha like, sha comment. Hii hapa ni Gwen Media. Mimi ni J4G, tukutane muda mwingine. Chao. Gwen Media, burudani kwa wote.